Nani kumrithi Khamenei kama kiongozi mkuu wa Iran? Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei aliuawa katika shambulio la anga lililotekelezwa na ndege za kivita za Marekani na Israel katika makazi yake Tehran mnamo Februari 28. Khamenei aliyekuwa na umri wa miaka 86 amekuwa kiongozi mkuu wa Iran tangu mwaka 1989 alipomrithi mwanzilishi wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kabla ya hapo alihudumu kama rais mara mbili kuanzia mwaka 1981 hadi mwaka 1989. Kufuatia kifo chake, serikali itangaza siku 40 za maombolezo ya kitaifa na siku 7 za mapumziko, huku nchi hiyo ikiendelea kuwa vitani na Marekani na Israeli. Maendeleo haya yamefufua mijadala kuhusu mrithi wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu, si tu baada ya kifo cha Khamenei, bali pia miongoni mwa baadhi ya vitisho vikubwa zaidi ambavyo utawala huo umekabiliana navyo tangu mwaka 1979, ikiwa ni pamoja na maandamano mabaya mwezi Januari ambapo maelfu waliuawa na hofu inaongezeka mabadiliko ya utawala unaoungwa mkono na Marekani. Katiba ya Iran inasemaje kuhusu mrithi wake? Katiba ya Iran inasemaje kuhusu mrithi wake? Kama ilivyoainishwa katika katiba ya Iran, kiongozi anayefuata uchaguliwa na baraza la wataalamu, yani Assembly of Experts AE, kundi la maulamaa wakuu 88 wanaochaguliwa kila baada ya miaka 8 kupita uchaguzi wa kitaifa. Uchaguzi huo usimamiwa na baraza la walinzi la yani Guardian Council, ambalo ni chombo kinachopima na kuhakikisha yani kuchuja wagombea wote kabla hawajaruhusiwa kushiriki. Wale waliotiifu kwa kiongozi mkuu walishinda viti vyote katika uchaguzi wa mwaka 2024, huku viti 4 vilivyoachwa wazi na vifo vya wanachama akiwemo Ibrahim Raisi vinatajwa katika uchaguzi wa marudio uliopangwa kufanyika Mei 2026. Kifungu cha 111 cha katiba kinasema kwamba baraza la mpito au la muda la uongozi linaloundwa na watu watatu litachukua majukumu ya kiongozi mkuu hadi kiongozi mpya teuliwe. Baraza la uongozi wa mpito litakuwa la Rais Masoud Pezeshkian, Jaji Mkuu Ghulam Hussein Mohsenij na mwanasheria mmoja kutoka baraza la faragha. Mjumbe wa tatu anateuliwa na baraza kuu. Kamati ya upatanishi inaongozwa na Sadek Amol-Larijani ambaye wanachama wake wanateuliwa na kiongozi mkuu. Mnamo Machi 1, Ali Reza Araf, kasisi wa kihifadhina ambaye anaweza kuwa mgombea wa kuchukua nafasi ya kiongozi huyo wa kiroho, aliteuliwa kuwa mjumbe wa tatu wa baraza la uongozi wa mpito. Al-Larijani, katibu mwenye ushawishi mkubwa baraza kuu la usalama wa taifa na kaka mkubwa wa Sadek Larijani, aliiambia televisheni ya serikali kwamba baraza hilo litafunguliwa Machi. Baada ya siku hiyo, Rais Pezeshkian alithibitisha kwamba baraza hilo limeanza kazi yake. Ingawa AE inapaswa kumteua kiongozi mpya haraka iwezekanavyo, hakuna tarehe ya mwisho iliyoainishwa kisheria. Ikiwa mgombea hatashinda wingi wa theluthi 2, baraza la mpito linaweza kwa nadharia kutawala kwa muda usiojulikana. Ingawa wanachama wake wote ni waaminifu kwa Khamenei, uwepo rais mtetezi wa mageuzi kama Pezeshkian unaweza kuleta mabadiliko madogo wakati wa nyakati ngumu. Hatimaye uamuzi wa baraza la wataalamu yani AE kuhusu kiongozi mkuu anayefuata utahitaji utaratibu wa kikosi chenye nguvu cha jeshi la Kiislamu yani IRGC na mzunguko na ofisi ya ndani ya Khamenei. Ingawa makamanda kadhaa wakuu wameuawa pamoja na Khamenei, maafisa wakuu wa IRGC ambao wanabaki katika nafasi zao wanaaminika bado wana ushawishi mkubwa, kwani nchi iko vitani na ushawishi wake unaongezeka. Mrithi yoyote bado atahitaji idhini ya vikosi hivi na vyombo vya usalama. Kamati ndogo ya wanachama watatu ya AE inaripotiwa kufanya kazi kwenye orodha ya siri kuu ya wagombea watarajiwa, lakini usiri unaozunguka majadiliano yao umechochea uvumi. Ni nani wagombea wengine? Wagombea kadhaa kutoka vyama vya kihifadhina na vya wastani wameondolewa katika kinyang'anyiro cha uongozi katika miaka ya hivi karibuni. Miongoni mwao aliyekuwa mkuu wa idara ya mahakama Sadek Amol-Larijani na rais wa zamani Hassan Rouhani. Baadhi ya wanachama wa AE pia wanachukuliwa kwa wagombea akiwemo Araf, ambaye matarajio yake yanaonekana kuongezeka baada ya kuteuliwa katika baraza la uongozi la muda. Kiongozi huyo wa kidini mwenye umri wa miaka 66 ambaye ana historia ndefu ya kushika nyadhifa alizoteuliwa na Khamenei ni mkurugenzi wa taasisi zote za elimu ya kidini nchini humo, nafasi ya juu zaidi ya kidini nchini Iran.
Mwaka 2019 Khamenei alimteua katika baraza la walinzi yani Guardian Council. Baada ya uchaguzi wa Machi 2024, Araf alipata nafasi muhimu katika AE, akawa makamu mwenyekiti wa pili. Baadhi ya wanachama wa kihafidhina na wenye misimamo mikali wa AE kama vile naibu mwenyekiti wa kwanza Hashim Hossein Bosheikh na Mohamed Mehdi Maibakr wanaripotiwa kuwa kwenye orodha wanaoweza kuchukua nafasi hiyo. Hassan Khomeini, mjukuu wa Ayatollah Ruhollah Khomeini, ni mgombea anayependwa na makundi ya mageuzi ya wastani. Asili yake kidini na urithi wake wa familia ni mambo muhimu, lakini uzoefu wake mdogo wa kisiasa na uwepo wa wapinzani wenye nguvu unapunguza nafasi zake. Aliwahi hata kuzuiwa kugombea katika uchaguzi wa AE wa mwaka 2016. Mustakabali wake unategemea mabadiliko ya mazingira ya kisiasa na iwapo watu wenye nguvu nchini Iran wanaweza kufikia mwafaka.